Jina langu ni Barongo Obadia, mimi ni mbunge wa Bomachoge Borabu kutoka Kisii County. Ningependa kuwafahamisha kwamba jana katika kijiji cha Enderet Village ndani ya constituency yangu palitokea na rapsha katika matanga hayo ambayo yalikuwa ya nduguye speaker wa Kisii County. Matanga yalianza vizuri sana hadi around saa 8 wakati ambapo county governor wa Kisii alipowasili. Vile ilivyo kawaida ya gavana huyo, anatembea na halaiki kubwa ya watu ambao wanajumlisha vijana wa bodaboda na pia magunzu wake. Wakati walipofika kwenye matanga, walianza moja kwa moja kufurusha anybody ambaye alikuwa anatuhumiwa kuwa supporter wangu. Wakaanza kufurusha watu kutoka kwa ndani ya matents, wakiwafukuza, wakiwaambia kwamba nyinyi hamustahili kuwa hapa. Sasa katika hiyo hali ya kufurusha watu kutoka ndani ya matent, watu ambao hawakuwa na hatia yoyote, watu ambao hawakuwa na shida yoyote, lazima kungekuwa na mtu kukataa na kuuliza kwa nini anaondolewa kutoka ndani ya tent katika hayo mazishi. Katika hiyo rapsha na katika hiyo hali ya masapota wangu kuweka resistance, wengine walipigwa, wengine walikatakatwa na mapanga. Resistance ikatokea, na kwa sababu ni eneo ambalo ni border, vijana huwa wanatembea na vifaa vyao katika mifuko yao. Wakaona kwamba wanahujumiwa na kukakuweko na resistance. Vita vikazuka, hali ambayo ilipelekea maafisa wa polisi kupiga vitoa machozi. Mkutano ukatatizika kwa kipindi ambacho si kirefu sana, lakini wananchi wakakubali, mkutano ukaendelea hadi mwisho. Magunzu wa Simba Arati waliwazuia watu wengi sana kuhudhuria mkutano huu. Kuna kiongozi ambaye amekuwa MCA wa hiyo ward na councilor wa hiyo ward ambaye anajulikana kama Mheshimiwa George Bibao, alizuiliwa kuingia pale. Wagombea wengi sana wa viti mbalimbali katika kura za 2027 pia walifukuzwa, wakapigwa na wakatimuliwa kutoka kwa mkutano. Kikundi cha Simba Arati kingekubali kwamba wananchi waendelee na hali yao ya kawaida, gavana angekubali wananchi waendelee kuhudhuria matanga bila shida yoyote, kusingetokea hizo rapsha. Kwa hivyo ningependa kukashifu vikali kitendo cha gavana kuprofile supporters wa mtu mmoja au mwingine na kuwafurusha kutoka kwa matanga. Matanga hayana chama. Matanga ni hali, ni kitu ambacho katika jamii yetu tunaheshimu sana. Tukio la magunzo wa Simba Arati na vijana wa bodaboda ambao alikuwa amewapatia pesa kuja kutatiza matanga ni jambo ambalo ni la aibu sana. Na tunajua ni kwa sababu ya msimamo ambao tumechukua, msimamo wa kusimama na ndugu yetu Dr. Fred Okengo Matiang'i. Eneo zima la Kisii limekataa azma ya Governor Simba Arati kutaka kutulazimishia Mheshimiwa William Ruto ambaye amefeli katika mambo mengi, ikiwemo daraja ya Riokindo ambayo ilianzishwa mwaka wa 2016, ambayo kufikia leo ni jukumu la William Ruto kutengeneza hiyo daraja, lakini William Ruto ameshindwa kutengeneza hiyo daraja, na governor mwenyewe pia haja weka ile support yake kwangu ili kuidhinisha kushinikiza William Ruto kuweza kutusaidia kwa maendeleo. Simba mwenyewe ameanguka katika jukumu lake la kuleta maendeleo kwa eneo letu. Ameiba pesa kupitia kwa tractors, hii project ya tractors. Ameshindwa kudhibiti mahospitali, ikiwemo hospitali yetu ya Kenyenya ambayo haina madawa, hospitali na dispensary nyingi sana katika constituency ambazo hazina madawa. Sasa imekuwa yeye amebakia sasa kutumia vitengo vya serikali vibaya, kutumia ujambazi na hali kama hii ya violence, na kutumia pesa ili kulazimisha wakazi wa Kisii County kukubali siasa zake. Ni jambo ambalo ni la aibu na ningependa kulaani vikali kitendo hiki. Tunapenda kuombea yeyote ambaye aliyoumia katika hali hii wapone haraka na waweze kupatiwa matibabu, na ninaomba serikali iingilie kati, uchunguzi ufanywe
ili vitendo vya ujambazi vya namna hii viweze kukomeshwa mara moja, because tukiendelea namna hii tutaweza kuhatarisha maisha ya wananchi. Mwisho kabisa ni kusema kwamba sisi tuko tayari kufa, hatuogopi siasa, lakini tusifanye matanga iwe ulingo wa siasa. Matanga ni kitu ambacho ni very sacred katika jamii yetu. Tafadhali governor, wacha kutumia matanga kama ulingo wa siasa. Tukutane huko nje, tupimane nguvu, lakini tunajua kwamba in 2027 wewe governor Arati na kiburi chako na maringo, wewe utakuwa one term, na eneo letu limekataa kabisa na liko nyuma ya Dr. Fred Okengo Matiang'i. Asante na Mwenyezi Mungu awabariki.